Mediali tunafahamu leo ndio siku ambayo wanaondoka ama safari ya kuelekea Ngorongoro inaanza hapa. Hasa atatujuza nini kimemleta hapa Mkombozi Kinondoni. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam, assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku hii ya Alhamis ya tarehe 30 ambayo kwetu sio tu Alhamis, kwetu ni siku ya safari ya kihistoria ya kutoka Dar es Salaam kwenda Ngorongoro kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini sanjari na uzinduzi wa uzinduzi wa jezi ya mnyama ya Simba Sports Club. Kama mnakumbuka, tulitangaza hapo awali ya kwamba tutakuwa na safari ya kuelekea Ngorongoro kwenda kwenye hayo matukio makubwa mawili, na tukaanza mchakato wa kukusanya nauli kwa mashabiki wa Simba wale ambao watawiwa kwenda Ngorongoro, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, vile ambavyo hatukutegemea, imeenda beyond our expectations. Tumepata mashabiki wengi, imetulazimu tufunge zoezi kwa sababu kwa wale ambao wanakuja katika dakika za mwisho wanafanya uratibu wa zoezi kwa gumu, na Ngorongoro ni mamlaka ambayo inajitegemea, ina taratibu na sheria zake, kwa hiyo lazima mfanye maandalizi mapema. Kwa hiyo tangu jana siku ya Jumatano tulizuia zoezi la kupokea nauli, na tukaanza wale ambao tumeshachukua nauli zao kwa kuwasajili na kuweka utaratibu. Tutakuwa na magari 6 ambayo mabasi sio magari. Magari yanakuwa ni tule tudogo. Tutakuwa na mabasi 6 ambayo tutasafiri nayo kutoka Dar es Salaam kuelekea Ngorongoro, na awali kuna Mzabuni ambaye tulimtangaza kuwa ndiye tutakayetumia mabasi yake, lakini kuna mabadiliko. Sasa hivi tutatumia mabasi ya Shabibi kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Ngorongoro. Ni mabasi mapya kimwasu, yani jipya kabisa, halijatumika hata ruti moja. Ruti yake ya kwanza kabisa ni ruti ya wanasimba kutoka Dar es Salaam kwenda Ngorongoro. Ni luxury car, ni gari jipya, ni gari la kisasa, ni gari ambalo ndani yake lina kila kitu. Nyinyi waandishi wa habari ambao mtapanda kwenye hayo magari, hamtawasha data zenu, nagonga wifi tu ya kwenye basi, free wifi. Alafu ukikaa ukijisikia uchovu, anakuja mdada na kuuliza, unataka nini Mpenja TV? Anasema nataka maji ya baridi, nataka juice, nataka pipi, nataka biskuti, usiagize miogo. Hakuna miogo kwenye basi la Shabibi. Kuna vile vitu luxury ndio kufanya wewe uione safari kuwa nyepesi. Lakini mabasi hayo yana huduma ya nini tuseme, yana huduma ni VIP cars. Yana huduma ya jina linakuja nakataa, ni luxury bado. Yana huduma ya lavatory. Lavatory mnajua? Lavatory. Achana na lifti. Lavatory. Sasa muona mambo hayo, kumbe wote hamjui. Muona mkiwa ikiwa kwenye basi au kwenye nyumba inaitwa toilet. Umeenda mbali ujue. Ikiwa kwenye hoteli ya kifahari inaitwa washroom. Lakini ikiwa kwenye basi la kisasa inakuwa ni lavatory. Na ikiwa kwenye ndege inaitwa lavatory. Kwa hiyo kwenye mabasi haya ya Shabibi ambayo tunasafiri nayo hayana toilet, yana lavatory. Yani inafanana status yake na vile vyoo vya kwenye ndege. Na ikiwa porini ni kuchimba dawa. Ikiwa kwenye lavatory. Sasa niwatangazie ndugu zangu wana Simba, tumeshazoea kusafiri, tukifika zetu Msata pale, sama kidogo hapa kidogo, mkipata kapori fanya bana, subiri kidogo hapo. Mipango yote inaishia
ndani ya gari ni self service. Tunasafiri kitajiri sana ndugu zanguni, sababu tunakwenda kwenye starehe kule Ngorongoro, tunakwenda kwenye matukio ya kihistoria. Hatuwezi kwenda tumejibana bana, kinyomo, ongea vizuri Mkombozi. Kwa hiyo tunakwenda kibingwa zaidi, tunakwenda kikubwa zaidi. Kwa hiyo tutakuwa na magari 6 ya Shabibi, magari 5 ya Shabibi na gari 1 la Simba Sports Club. Watu watapanda humu. Magari 2 yatakuwa ni kwa ajili ya platinum, wale ambao wamelipia platinum ya shilingi 100,000, na magari 4 yatakuwa ni kwa ajili ya standard, wale ambao wamelipa shilingi 60,000. Safari itaanzia Ubungo. Kuna vituo viwili, na hapa ningependa tusikilizane very clear, ndugu zangu wana Simba. Tutakuwa na vituo viwili vya kuondokea Dar es Salaam. Tumeamua kutenganisha ili kuepusha jam kwenye eneo moja. Kituo cha kwanza ni Ubungo, kwenye kituo cha mafuta kinachoitwa Engine, pale ambapo inatazamana na Ubungo Plaza. Kwa wale ambao wameshawahi kusafiri sana na Simba kwenye mabasi, mara nyingi huwa tunaanzia safari zetu hapo. Sasa hapo kwenye kituo cha Engine ama Shell kama ambavyo mmezoea kuita Waswahili, hapo watu wote ambao wanasafiri kwa bei ya platinum ya shilingi 100,000, wao tutakutana hapo kwenye Shell ya Engine kuanzia saa 3 kamili usiku. Tutafanya logistics pale za kuitana majina na kupangana. Ikifika saa 5 kamili chombo kama SGR inang'oka, haina msubiri nani. Yani hata umefika pale ndo nafunga mlango na nakuona ukasema nifungulia, ngoma ina yeya, haufungui, sifungui na kama mwenyewe saa 5 kamili ngoma inachomoka. Tunachoomba watu wafike mapema ili tuweze kufanya zile logistics, kwa sababu lazima tuitane majina. Tunaangalia Amandimbo, okay sawa, ingia. Nani sawa, ingia. Wewe jina lako alipo, rudi nyumbani ukapumzike, utaangalia Azam TV. Kwa hiyo tufike mapema saa 3 ili tukamilishe taratibu zote. Saa 5 chombo inang'oka. Na wanasimba wote ambao wanakwenda kwenye safari hii, tujitahidi kuvaa uniform kwa maana ya jezi, na tunapendekeza jezi nyekundu. Na jezi hii nyekundu maana yake utaivaa siku ya safari, utafua usiku. Kwa wale wenye mbili itakuwa ni sawa. Siku ya kwenda Ngorongoro, hiyo ndo aina na nini, hiyo ndo aina mdekezo. Hiyo lazima kila mwana Simba avae jezi nyekundu. Lakini kituo cha pili itakuwa ni hapo Ubungo, kwenye kituo cha mafuta cha Oilcom, Ubungo Mataa, chini ya daraja la flyover. Pembeni hapa kuna kituo cha mafuta kinaitwa Oilcom. Wanasimba wote ambao wamelipia kwa bei ya standard ya shilingi 60,000, wao tutakutana hapo kuanzia saa 3 kamili. Tunaitana majina pale, kila mmoja tunampangia basi lake. Saa 5 kamili ngoma inaondoka. Tunasisitiza tena, muda ndio jambo la msingi kuliko kitu kingine chochote katika safari yetu. Tutaondoka majira hayo ya saa 5 mdogo. Tukifika maeneo ya Bunju pale kuna supermarket, sihitaji, lakini dereva tutamwelekeza pale. Magari atasimama kidogo ili watu waingie kwenye supermarket hiyo, wafanye shopping sasa, wanunue mazagazaga, wanunue mavitu, wanunue mambo na hakuna kuombana hiyo. Kila mtu na mzigo wake. Mtu anakula zake chocolate pale, unakuwa unamtolea macho, not allowed. Kila mtu anunue. Kwa hiyo utafanya shopping pale ya vyombo ili watu wakiingia kwenye gari iwe imependeza. Baada hapo safari inaendelea mdogo sasa mpaka Msata hiyo Ukwezu Mboga,
tunakunjua mpaka Mchungwani, Segera. Segera tunaitafuta Korogwe, Mombo, Same, Hedaru, mpaka njia panda Himo, Mwanga, safari Moshi, Kilimanjaro tunakwenda mpaka Arusha. Tunategemea kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutafika Arusha majira ya mchana fulani ya asubuhi saa 4 hivi. Tutakutana na wanasimba wenzetu ambao na wenyewe tayari wameshajikusanya wakiwa na magari yao aina ya Costa 7. Msululu utaanzia hapo sasa. Tutakutana katika eneo linaitwa Sanawari, tutaanzia msafara wetu hapo, tutaondoka moja kwa moja, tutapita Monduli, tutapita Mkuyuni, tutapita Mtwambu, safari moja kwa moja kuelekea Karatu. Kabla ya kufika Karatu mjini kuna sehemu inaitwa Rotia. Pale sasa tutashuka kwenye magari, tutaanza mwendo mdogo mdogo pamoja na gari ya wazi kwa ajili ya kufanya parade la ubingwa wetu kuelekea mpaka Karatu mjini. Tukifika Karatu mjini tunasambaana pale. Baada ya matangazo tutakutana tena usiku kwa ajili ya mkesha wa wiki ya Simba sanjari na mkesha wa Simba Day. Baada hapo asubuhi yake saa 12 asubuhi, ni vema tuzingatie muda kwa sababu tunakwenda kwenye mamlaka nyingine, tunakwenda nyumbani kwa watu wengine, nyumbani kwa wanyama, kwa lazima ufuate sheria na taratibu za wanyama. Kwa saa 12 asubuhi tunakutana, kila mmoja anarejea kwenye gari lake. Sasa kwa wale watu ambao wamelipia tiketi ya platinum ama nauli ya platinum, wenyewe watapanda cruiser zile za kitalii ambazo unaning'inia juu namna hii, unaangalia tembo, wanapanda zile. Kwa wale wa shilingi 60,000 wao watapanda kwenye mabasi yao yale ya Shabibi na kuwapeleka moja kwa moja mpaka Ngorongoro. Jambo la kusisitiza, kila mtu abebe kitambulisho chake kinachotambuliwa na serikali, aidha NIDA ama chakura ama passport ama leseni ya udereva. Usije na kitambulisho cha Ava TV, hakitambuliki. Tuko sawa bwana? Njoo na kitambulisho kinachotambulika na nchi yetu. Baada hapo tutaingia zetu Ngorongoro, moja kwa moja tutaelekea kwenye eneo la tukio ambalo ni Ngoe Tok Tok. Tutafanya zetu pale uzinduzi wa Simba wiki, na baada hapo utakuja uzinduzi wa jezi ya mnyama, na tukimaliza hapo wale wote ambao watahitaji kuvaa jezi ya Simba hapo Ngorongoro, jezi itauzwa, watu watavaa jezi yao. Kwa hiyo unaingia Ngorongoro na jezi ya zamani, unatoka Ngorongoro ukiwa mtu mpya na jezi mpya. Baada ya kutoka Ngorongoro, wauza jezi watapanda juu Karatu kwa ajili ya kuwauzia wana Karatu. Hii ni kusema ya kwamba watu wa Karatu ndio watakuwa watu wa kwanza msimu huu kuvaa jezi ya mnyama ya Simba Sports Club. Baada hapo tutarejea zetu Karatu mjini, watu watarejea kupumzika kidogo, kuogaoga na kutoa vumbi, na baadaye majira ya saa 2 usiku itakuwa ni safari ya kutoka Karatu kurejea Dar es Salaam, na shughuli yetu itakuwa imeishia hapo. Sasa kutokana na hii safari yetu kuwa ni safari nzito, safari ya kitalii, safari yenye historia na heshima kubwa, ndugu yetu Mkombozi Furniture ambaye ni muuzaji wa furniture za majumbani, furniture za maofisini, za mahotelini, yeye akasema bana, Simba Sports, mimi nikiwa mfanyabiashara Mtanzania na nikiwa mwana Simba vile vile, safari hii nataka na mimi nishiriki ili kuwezesha Simba kutimiza historia hii kubwa, na ushiriki wangu nitatoa udhamini kwenye safari hii ya shilingi milioni 2. Ni milioni 2 au 200? Milioni 2. Sio 200, lakini ya shilingi milioni 2 ili iweze kusaidia shughuli mbalimbali katika safari yenu ya kuelekea Ngorongoro. Na sisi tukasema tunashukuru, hiyo utakayotupa itatusaidia kufanya shughuli mbalimbali za kuwezesha na kurahisisha safari hii, ili kila mwana Simba aweze kujisikia furaha na amani kutokana na udhamini huu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru Mkombozi Furniture kwa kuona kwanza jambo hili ni kubwa,
na linahitaji sapoti yake na linahitaji msaada wake kwa ajili ya kuwawezesha wanasimba wengine kuweza kutimiza azma yao ya kufika Ngorongoro. Kwa tuko hapa Mkombozi Furniture Kinondoni kwa ajili ya kupokea kibunda cha shilingi milioni 2 ili kuweza kuwezesha safari ya Simba kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba na uzinduzi wa jezi ya Simba Sports Club. Bwana Mkombozi, mimi nakushukuru sana. Asante sana kwa kutuunga mkono. Na wakati mwingine ukisikia Simba wana jambo lao, basi usiache kutuunga mkono ili tuweze kufanikisha jambo letu hili. Ukiangalia safari hii ya Ngorongoro ni gharama, lakini tukasema ili kumwezesha kila mtu aweze kumudu kwenda Ngorongoro kwa basi la kawaida ni 120,000, lakini tukasema sisi shabiki alipia shilingi 60,000, 60 nyingine itabebwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa mchango huu ambao unaotoa, maana yake ni kwamba unakuja kukava kwenye ile 60 ambayo Simba tulipaswa kuitoa, lakini vile vile kuna wapo wengine ambao hawana uwezo kabisa wa kwenda Ngorongoro na wanatamani kwenda Ngorongoro. Kwa hiyo huu mchango ambao umetoa ama udhamini ambao umetoa unakwenda kuwasaidia hao ambao wana shauku, wana nia ya kwenda Ngorongoro, lakini mambo yao ni ya pecha lolo. Kwa hiyo unaweza kuona kama ni jambo dogo, lakini sisi kwetu Simba Sports Club hili ni jambo kubwa na la thamani kweli kweli. Na laiti kama muda ungekuwa unaturuhusu, maana yake leo tulikuwa tunaongeza basi jingine kutoka kwenye hii milioni 2 tuwe na mabasi 7 ya kwenda Ngorongoro, lakini tayari taratibu zimeshakamilika. Maana yake hii inakwenda kujazilizia kule, mambo yanakuwa ni muswano kweli kweli. Nashukuru sana Bwana Mkombozi. Ding ding ding. Sijawahi kushika hii milioni ya pamoja. Muongo. Nakwambia ndio mara ya kwanza zinaingiaga tu mara 200,000 unakamunya, lakini milioni ya pamoja ya kwangu mwenyewe ni nadra. Ni nadra. Unaweza kama mfano 30,000 namtumia mchumba 15,000 na unabaki na 15,000. Lakini mlio pamoja siwahi kukamata. ndio tumetimia. Namshukuru Mkombozi. Kweli. Tunampa neno gani wana Simba Mkombozi? Sisi tunashukuru sana Mkombozi, kusema kweli umetushika mkono pakubwa. Hii milioni 2 ukigawanya kwa 60,000 ambayo tumewachaji wana Simba, maana yake umelipia wana Simba 33. Unaweza ukaona hao ni watu wengi kiasi gani. Yaani una watu 33 wananufaika na mchango wako huu ambao umeutoa. Hiyo ni nusu basi, kwa sababu basi moja la Shabibi linachukua watu 53. Kwa hiyo katika hao 53, 33 umewalipia wewe. Unafikiri jambo dogo? Hayo ni mambo makubwa sana ambayo yanafanywa na matajiri wakubwa aina ya Mkombozi Furniture.